ilikuwa ikionyesha picha halisi ya wakati ambao utakuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Amen. Bwana wewe endelea sana. Ndio. Mimi kuna vitu nimeviona hapo mtumishi. Kwa mfano tetemeko. Baada ya Yesu kufariki ilitokea tetemeko la ardhi na kaburi akafunuka. Kabisa. Zile pepo 4 kutoka pande zote za dunia. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina pastor. Karibu Revival Africa Online TV. Nimefurahi. Ndio. Na nyinyi. Najua ni neema ya Mungu kupata nafasi kama hii kuzungumza, hasa katika majira ambayo neno la Mungu limekuwa likidadavuliwa na watu kwa namna tofauti tofauti. Amina. Tunashukuru siku ya leo tuko na mtumishi wa Mungu Meshaki Mwaipaja. Asante sana. Amen. Basi siku ya leo tutakuwa tuna somo fupi kwa habari ya Biblia. Mgeni wetu atatuambia kwamba tunaenda kudiskasi nini, na tujiandae kwa ajili ya kusikiliza na kufuatilia. Karibu sana mtumishi wa Mungu Meshaki. Asante sana. Basi bila kupoteza wakati, tunalo neno ambalo Bwana ametupa kwa nyakati hizi, na ni neno ambalo tukilitizama tunaweza tukaona kama ni neno tu la unabii, lakini ni neno ambalo unabii wake hasa ulitulenga sisi. Tunautizama unabii kwa taifa la Israeli, lakini unabii ule ulikuwa unakuja kwetu sisi kwa picha kubwa. Kitabu kile cha Ezekieli kiliandikwa wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa kwa utumwani. Na kilikuwa kikionyesha namna ambavyo Mungu anaweza akawarudisha na kuwapanda katika nyakati ambazo walikuwa wanazipitia. Ndio. Lakini tukitizama kwa upana, ni neno ambalo hasa Mungu alikuwa akituonyesha nyakati za mwisho za ufunuo wa mwanae Yesu Kristo. Kwa hiyo tutaenda kutizama kuanzia unabii unapoanza wa bonde la mifupa, ambapo Mungu anamuonyesha mtumwa wake Ezekieli kwamba bonde lile la mifupa lilikuwa likiashiria nini hasa kwa ulimwengu tulionao. Amina. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu Meshaki kwa habari ya kitabu hiki kizuri cha Ezekieli. Yes. Na unabii wa mifupa, kwa sababu ni unabii mzuri sana na watu wengi wanaotambua. Basi mimi nikukaribishe sana, tunaweza kuingia moja kwa moja kwenye mada leo. Amina. Sasa tupitie mistari michache tuone kwa picha ya habari ya Biblia inavyoandika unabii wenyewe, alafu tutapita kutizama pointi ambazo Mungu labda angependa tujue kwa nyakati tulizonazo na namna ipi ambayo kwa neno ambalo tunatakiwa tulione. Kwa mfano tunaona hapa Mungu anasema kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yawezaje kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uniambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu akaniambia, mifupa hii, maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nani mtajua ya kwamba mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mifupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatakabari kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno,
Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaigizieni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa katika nia na kuwatoa katika roho na samani Bwana Mungu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho ndani yangu, nami nitatia roho ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitaweka katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Amen. Na hii ndiyo habari ya unabii ambao alikuwa akionyesha mtumishi wa Mungu huyo Ezekieli. Na neno hili tunaweza tukaona kwamba ulikuwa ni utabiri kwa juu ya Israeli. Kabisa ulikuwa ni utabiri juu ya Israeli, lakini pia ni siri ya ndani ambayo Mungu alikuwa akionyesha pia kwa ulimwengu unaofuata, kwa sababu kizazi cha Israeli baada ya kupitishwa katika nyakati ngumu ilikuwa ikionyesha picha halisi ya wakati ambao utakuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Amen. Endelea sana. Ndio. Mimi kuna vitu nimeviona hapo mtumishi. Kwa mfano tetemeko. Baada ya Yesu kufariki ilitokea tetemeko la ardhi na kaburi yakafunuka. Kabisa. Zile pepo 4 kutoka pande zote za dunia. Pale Pentekoste pale gorofani ilitokea hivyo. Je, pengine kutakaofunuka na fanana hapo? Kabisa. Ukitizama juu ya pepo 4. Tunaona kwa habari ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Uvuvio wa Roho Mtakatifu ni ishara kwa mtu ambaye amemkiri Yesu. Maana yake tukizungumza unabii ulitolewa kwa neno, kukiri kwamba mifupa iwepo. Ile neno la mifupa iwepo na nyama ziwepo na mishipa, maana yake ni mtu anatabiri. Ni sawa na mtu anapookoka. Unapomkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuikataa dhambi, kumkataa shetani, maana yake umekiri. Kinachofuata ni pepo 4. Pepo 4 zinakuja kwa ajili tunaona kwa habari ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Uvuvio wa Roho Mtakatifu ni ishara kwa mtu ambaye amemkiri Yesu. Maana yake tukizungumza unabii ulitolewa kwa neno, kukiri kwamba mifupa iwepo. Ile neno la mifupa iwepo na nyama ziwepo na mishipa, maana yake ni mtu anatabiri. Ni sawa na mtu anapookoka. Unapomkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuikataa dhambi, kumkataa shetani, maana yake umekiri. Kinachofuata ni pepo 4. Pepo 4 zinakuja kwa ajili ya kumjaza mtu. Pepo 4 ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayoingia ndani ya mtu. Na ndio maana mtu anapompokea Roho Mtakatifu, ishara mojawapo ni zile ndimi ambazo ni ishara ya pepo. Ndimi zile za moto zinapokuja juu yake, sasa ni ishara kwamba huyu mtu amempokea Roho Mtakatifu. Amina. Basi labda pengine tu clarify neno unaozungumzia pepo hapa, jamani, tuzungumzie mapepo. Yes. Tunazungumzia hapo kwenye Ezekieli tunaona kwamba kulitokea upepo katika pande 4 za dunia. Na huu upepo ukaletea pumzi wale ile mifupa ambayo tayari ishakuwa miili. Yes, ikashaumbika. Ikawa tena hai. Ikawa hai. Amina. Bwana asifiwe sana. Naomba tuendelee kama ulivyojiandaa mtumishi wa Mungu. Amen. Sasa tukitizama tunaona nini? Cha kwanza tunaona nguvu ya Mungu ambayo ipo katika kuamini. Amina. Tukimtizama kwanza huyu mtumishi wa Mungu Ezekieli, aliamini neno ambalo Bwana alimwambia kwamba umeona nini kwanza? Akasema nimeona mifupa. Ndio. Baada ya kuiona mifupa, nini kinachofuata? Mungu anamwambia tabiri juu ya hiyo mifupa. Ndio. Kwa hiyo sasa mtu mwingine angejiuliza, mfupa, nawezaje kuambia mfupa kitu kilichokufa? Lakini ukijua nguvu ya Mungu na kuamini, kwa sababu Mungu anachokitaka kwanza uamini na nguvu yake uiamini pia. Kwa hiyo ukiamini nguvu ya Mungu,
Na ukimwamini Mungu, kinachofuata lolote utakalolisema Mungu analitenda na kulitekeleza. Kwa hiyo tunaona nguvu ya Mungu katika kuamini. Kwanza mtumishi wa Mungu aliamini, akasema kama Bwana amesema nitabiri juu ya mifupa. Akasema akafuata neno. Siwezi tena kuanza kubishana na Muumba. Amesema niambie mifupa. Sasa sitabiri, nasema mifupa hii ishi. Kwa hiyo alianza kumwambia kwamba mifupa mifupa hiyo inaweza kuishi. Akamwambia wajua wewe Bwana. Kwa sababu anajua kila kitu kinatoka kwa Bwana. Kama Mungu aliweza kugeuza maji kuwa kwenye bahari kuwa nchi kavu. Unaona historia ya nyuma Mungu alivyotenda miujiza na ajabu nyingi. Huwezi kuanza kubisha jambo la Mungu. Mungu akikupa neno kwanza uamini. Amina. Yes. Na pointi ya pili tunaiona hapo, tunasema ni karama ya Mungu katika ufufuo. Mungu kazi yake siku zote anafinyanga, anaumba, anarekebisha, anafanya kitu kwa upya. Chochote kile kikifa ana uwezo wa kukifufua kwa sababu yeye ndiyo muumba. Yeye ndiyo daktari bingwa, anaujua mfupa mahali umepita, anajua. Ndio maana katika kile kitabu cha Ezekiel ukitizama kitabu kile cha Yeremia, kitabu kinachotoka nyuma, unabii ambao ulianza huku nyuma, anamtuma Yeremia kwenye ile sura 18. Anamtuma Yeremia, anamwambia nenda kwa mfinyanzi. Katizame jinsi anavyofanya ile kazi. Ndio. Ukiona ndio usijue mimi ndivyo ninavyofanya. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kufufua